kuuliza, Paulo anaeleza vipi asili ya mafundisho haya ya uongo? Anasema yanatokana na falsafa ya kibinadamu, yanategemea kanuni za dunia na si Kristo. Walimu hawa walipima mambo ya kiroho kwa mambo ya mwili na walijiona kama watu wa kipekee wenye maarifa ya siri. Lakini ukweli ni kwamba Kristo ndiye kipimo cha maarifa yote, kwa sababu yeye ndiye muumba na mtegemezi wa ulimwengu. Paulo anasema ndani ya Kristo kuna utimilifu wote wa uungu kwa jinsi ya mwili. Hii ina maana kwamba Yesu alikuwa Mungu kamili katika mwili na kibinadamu. Katika mwili na kama binadamu. Mafundisho ya uongo yalidai kwamba Yesu hakuwa na mwili halisi au kwamba Kristo alimjia na kumwacha. Lakini yote haya si ukweli. Kwa sababu Yesu ni Mungu na mwanadamu kwa wakati mmoja. Na kwa sababu hiyo pekee ndiye anayeweza kuwa mwokozi wetu. Hii ina maana gani kwa wokovu wetu? Robert, inamaanisha kwamba Yesu pekee anaweza kutosheleza ghadhabu ya Mungu dhidi ya dhambi. Ndani yake pekee ndipo tunakamilika kikamilifu. Ni wazi kwamba kuwa mkamilifu ndani ya Kristo huanza kwa kumjua yeye ni nani. Kadri tunavyomtafakari na kuelewa maisha yake, ndivyo maisha yetu yanavyobadilika. Na hivyo basi ni muhimu kuendelea kumtafakari Kristo na kuelewa ukuu wake. Ndani yake pekee ndipo tunapata ukamilifu wa ukweli.